Kabla ya taarifa hizi nzito ambazo ni za asiri kubwa, ikiwa wewe ni mgeni na kukaribisha, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wa Tanzania ITV. Na cha kuzingatia cha muhimu zaidi, usisahau kubonyeza alama ya like kanda hii kila wakati. Karibu ni kufahamishe taarifa za asiri. Tunapoenda hewani, Samia Suluhu Hassan hayupo katika taifa letu la Tanzania. Yupo katika taifa lile la Ethiopia, na mkuu wake akatwa kichwa hapa Tanzania. Mkuu huyu ni nani na ni kwa nini aliweza kukatwa kichwa wakati Samia hayupo katika taifa letu la Tanzania? Taarifa ambazo zimetufikia katika meza yetu ya utangazaji hapa Mbeya ni kwamba mwenyekiti wa chama tawala CCM akatwa kichwa kwa upanga hadi akaaga dunia. Huyu ni mkubwa, mwenyekiti mzima wa chama cha Rais Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti huyu ni wa CCM mkoani Mbeya, hapa penye tunabeberushia matangazo. Mwenyekiti huyu wa CCM anaitwa Elia Sambala. Taarifa zinazotufikia sasa hivi ni kwamba alikatwa kwa upanga hadi akaaga dunia akiwa shambani. Huyu ni mkubwa wa CCM, na CCM ni ya Samia Suluhu Hassan. Ndio maana nikasema mkubwa wa Rais Samia Suluhu Hassan akatwa kichwa na kuaga dunia. Ni mkubwa wa chama tawala ambaye ni mwenyekiti mkoani Mbeya. Elia Sambala aliweza kuaga dunia wakati Samia Suluhu Hassan hayupo katika taifa letu, akiwa kule Ethiopia. Sasa tumeshuhudia vifo vingi vikiweza kuripotiwa katika taifa letu la Tanzania. Hadi sasa wana CCM wamefikiwa. Wale wengine ni wa mrengo wa upinzani ambao walikuwa wanafikiwa, wanaaga dunia, wengine wanatekwa nyara, wengine wanafikishwa mahakamani, wengine wanapelekwa gerezani, wengine wanapotezwa tu zaidi ya miezi kadhaa. Vile mnajua kuna wale ambao walitekwa nyara chini ya serikali ya sasa na hadi sasa hawajapatikana, na wengine wako mahakamani, wanafikishwa mahakamani ama kwa jela, huku wakishitakiwa na makosa ya uhaini akiwa Tundu Lissu na wengine wengi, na wengine wamepotezwa tu akiwemo Humphrey Polepole, na hamna yeyote ambaye anaelewa yupo wapi zaidi ya miezi 4 sasa tangu atekwe nyara kutoka nyumbani mwake. Sasa tumefika wakati hata tunashindwa ni kipi ambacho tutafanya kama Watanzania. Sasa mwenyekiti wa CCM anaendewa shambani, anakatwa kichwa. Hii ni nini ama hiki ni kipi ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania? Sio wa mrengo upinzani, sio wa serikali. Kumaanisha kuna adui mahali ambaye anaandama, ama ni kulipiza kisasi ambacho kimeanzishwa hapa Tanzania, huku ikidaiwa upande huu mwingine wanakabiliana na upande huu mwingine wa pili. Kwa hivyo Samia kile ambacho anastahili kukitumia ni kutumia vyombo vya dola kuimarisha usalama katika taifa la Tanzania. Hawe Mtanzania mchanga, yani mtoto, awe Mtanzania wa umri wa kati, awe Mtanzania mzee, lazima alindwe na vyombo vya dola. Nakumbuka wakati mmoja Samia alipokuwa anahudhuria mkutano wa wazee kule Dar es Salaam, alisimama akasema ya kwamba kuna wale ambao wamekuwa wakilaumu serikali ya Tanzania kwamba tulitumia nguvu zaidi. Akasema ni nguvu zipi hawa ambao wanatukosoa walikuwa wanataka tuzitumie? Akakiri mwenyewe kwamba serikali yake kupitia vyombo vya dola vilitumia nguvu zaidi
wakati wa maandamano na kuua vijana wa Gen Z, kwa sababu vijana hao walikuwa wanataka kupindua serikali. Sasa namkumbusha Samia Suluhu Hassan atumie vyombo hivyo vya dola kuimarisha usalama kwa kila Mtanzania, awe mwana CCM, awe mwana Chadema, awe mwana ACT Wazalendo, awe yeyote yule, awe sio mwanasiasa, lazima alindwe, kwa sababu vyombo vya dola vipo ambavyo vinastahili kuimarisha usalama katika sehemu mbalimbali humu nchini. Hata hapa Mbeya usalama uweze kuimarishwa na mikoa mingine, kwa sababu jeshi la polisi lipo, jeshi la wananchi lipo, jeshi lenyewe lipo. Lazima usalama uweze kuimarishwa. Sio vizuri mtoto anaamka anaambiwa babako aliaga dunia. Sio vizuri mtoto ama mke anaamka anaambiwa bwanako hayupo na hajulikani alipo. Haya ndio tuliweza kuyashuhudia wakati mwingine hapo mwaka jana, wakati wa maandamano. Wengi wakauawa na kufikia sasa miili haijapatikana. Familia zinaendelea kutokwa machozi kila wakati wakilia, wakidai kuona miili ili kuizika ikiwa waliaga dunia, kuonyesha heshima ya mwisho. Haya ni yale ambayo ni maajabu ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa letu la Tanzania baada ya Elia Sambala, mwana CCM mwenyekiti, kuaga dunia. Kwa hivyo sasa hivi wale ambao wako serikalini, wanachama wa CCM, wanaendelea kuomboleza kifo cha mwenzao, na hata sisi wa Tanzania tunaendelea kuomboleza kifo, kwa sababu tunajiuliza nani atafikiwa baada ya yeye? Ni sisi tu. Ndio maana tunasema ya kwamba tunataka usalama uweze kuimarishwa, na wale ambao wanachukua hatua ya kuwaua wengine, tunaomba kwa sababu Mungu yupo, mujitenge na masuala ya aina hii. Tunadai usalama, tunadai utulivu katika taifa letu la Tanzania, na hatutaki kukumbuka yale ambayo tuliyoyapitia wakati wa uchaguzi uliopita uliokumbwa na utata mkubwa. Asanteni sana, tutazidi kuwafahamisha yale ambayo yanatufikia ya siri ya ndani ambayo uwezi kuyapata katika vyombo vingine vya habari. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho, uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wa Tanzania ITV kila wakati. Asanteni sana.